Katika ufalme wa Mungu, mtu mnyenyekevu ndiye anayeaminiwa sana, anayependwa sana na Mungu na kusikilizwa kiupekee. Nilichojifunza katika maisha ya imani, mtu mnyenyekevu ndiye mtu pekee ambaye mbingu inamsikiliza in special way. Ukitaka Mungu akupende, nyenyekea. Biblia inasema nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu, naye atawakweza kwa wakati wake. Hakuna mtu ambaye anampenda na anatamani kila mtu ampende, lakini kwa kigezo cha unyenyekevu. Unyenyekevu umekuwa ni bidhaa adimu kubwa sana katika mwili wa Kristo. Katikati ya jamii ya wanadamu wanaomwamini Mungu, wamekuwa ni warokole wa makaratasi, lakini hawana matendo ya wokovu wao. Na kipimo cha matendo ya wokovu wako, tunapima kitu kimojawapo kikubwa, ni unyenyekevu, humbleness. Unyenyekevu ni kuona uthamani wa mtu mwingine kuliko wewe. Unyenyekevu unaweza itokee labda kuna mahali unatakiwa uende, lakini mahali pale patakutambulisha siku ya leo, patakupa heshima kubwa kitaifa, na hiyo nafasi wamekuita njoo upate hapa. Unyenyekevu unaamua kumchagua mwingine aende akapata heshima badala yako. Unaweza, ndicho alichofanya Yesu. Anasema naye alikuwa mtii mpaka msalaba, akanyenyekea. Aliyekuwa yu namna Mungu hakuona kuwa sana Mungu, akatuchukua sisi akatuketisha kwenye heshima yake, halafu akachukua aibu zetu. Aliyekuwa tajiri akajifanyika kuwa maskini, akaja akatoa kwenye position ya ufalme ya utajiri, bilionea, trilionea, akakaa pale, akatoka pale akanichukua mimi nisiyefaa, akaniketisha pale kwenye kiti chake, halafu yeye akabai kuwa maskini ili kwa maskini wake mimi niwe tajiri. Hiyo inaitwa unyenyekevu. Unyenyekevu haujiangalii wewe kwanza, unaangalia mtu mwingine kwanza. Haujiangalii wewe nitapata nini, unaangalia wengine watapata nini. Unyenyekevu na waza wengine zaidi kuliko wewe. Unajua kwa nini? Manake haukuletwa duniani kwa ajili yako, umekuja duniani kutumikia kusudi ya watu wengine.